الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Ikhwata al-imani wal-islam, hatuna budi kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala, kwanza kwa kutuneemesha kwa neema ya iman na kwa neema ya Islam. Hizi ni neema ambazo Mola subhanahu wa ta'ala ametuneemesha nazo, akatufanya tuwe ni katika waumini walomwamini yeye na wakamwamini mtume aliyetutimilizia Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya iman. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akatuneemesha kwa neema ya kubahatika kuwa katika umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala alipotwambia kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Hii ni sharaf na huu ni utukufu aliotupa Mola subhanahu wa ta'ala kwa kusifu umma huu wa mwisho wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akitwambia kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mumekuwa ni umma bora, umma ambao umetolewa kwa watu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, na ubora huu baada ya kuwa ni ubora wa kuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukazidishiwa ubora kwa sababu ya kuamrishana kwetu mema na kwa sababu ya kukatazana kwetu mabaya. Kwa hiyo hii ni sharaf kubwa ambayo tumeneemeshwa nayo na Mola subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Busiri anatuambia bushra lana ma'shara al-islami inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Anatuambia katika kusifu hali hii na mazungumzo ya wacha Mungu na mazungumzo ya watu wema waliofahamu dini na waliomfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapozungumza wanazungumza maneno ambayo hayatoki nje ya mafundisho ya Qur'ani, hayawachani na mafundisho ya Qur'ani wala hayawachani na mafundisho ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani kwamba tumekuwa ni umma bora, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umma ambao umetolewa kwa ajili ya watu, yani sisi Mola subhanahu wa ta'ala ametuchagua tukawa ni umma tumetolewa kwa watu. Mola hakusema ukhrijat minan nas, anatuambia ukhrijat linnas, yani nyinyi mumetolewa ni umma bora kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kuongoza watu, kwa ajili ya kulingania, kwa ajili ya kuamrisha mema, kwa ajili ya kukataza mabaya. Kwa hiyo sisi tumepewa responsibility, tumepewa masulia ya kwamba ubora wetu ni kule kuamrisha mema na ni kule kukataza mabaya, na hii ni sharaf na hii ni chapa ambayo tumepewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam al-Busiri katika abiyati nilizozisoma anasema bushra lana ma'shara al-islami
furaha ni yetu sisi Waislamu, furaha ni yetu sisi Waislamu. Inna lana min al-inayati ruknan ghaira munhadimi, kwa kutunzwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuhifadhiwa sisi tumekuwa na nguzo ambayo haiwezi kuvunjika. Nguzo yenyewe ambayo haivunjiki ni nguzo ya kupewa dini kama hii, na ni nguzo ya kupewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatwambia lamma daa Allahu da'ina li ta'atihi, pale alipotulingania Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala, bi akrami rusuli, akatulingania kupitia mtu ambaye ni bora wa viumbe. Yani sisi tumebahatika kuwa ni katika umma bora, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye sisi ni wafuasi wake ni khairul rusul na ni khairul anbiya na ni khairul khalqi, ni bora wa viumbe. Kwa hiyo sisi ni wafuasi wa bora wa viumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi akrami rusuli, tumelinganiwa sisi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala bi akrami rusul, kwa mtukufu wa mitume ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna akramar umami, na sisi kwa ajili ya kutumiwa na kutumiliziwa na kuletewa mtu ambaye ni khairul khalqi, na sisi tukawa ni bora wa viumbe, kwa sababu bora wa umma, kwa sababu tulitumiliziwa bora wa viumbe. Hizi ni sharafa ambazo hatukuzitaka sisi, wala hatukupeleka application kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba sisi tuwe katika kategori hii ambayo ni khairul umam, ambayo ni bora wa umma, na ambaye tutatumiliziwa bora wa viumbe. Yote haya hatujayaomba, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala alitukirimu nayo, na Mola Subhanahu wa Ta'ala alituinua nayo, ndio tukawa katika hali hii ambayo hata mitume wengine walitamani wawe ni katika wafuasi wa mtume huyu wa mwisho ambaye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhwata al-imani wal islam, hii ni sharaf kubwa sana. Kwanza mtu kuwa ni mu'min ni sharaf kubwa sana, kuwa ni katika umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sharaf kubwa sana, kuwa katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni bora wa mitume. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, rafa'a ba'dahum darajat, wengine hao ambao wamenyanyuliwa daraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alikuwa ni mwanzo wao na ni mkubwa wao katika walionyanyuliwa daraja za juu. Kwa hiyo ikhwata al-imani wal islam, na mtu anatukuka kwa sababu ya majukumu matukufu anayopewa. Yani kila sifa na kila kiegezo cha kumfanya mtu awe ni bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepewa. Risala ya mtume na ujumbe huu wa mwisho wa mtume ni ujumbe uliokusanya yaliyotangulia yote kwa mitume, kuanzia Nabii Adam alayhi salam mpaka mwisho ni yeye. Sasa ikiwa yeye amepewa yani summary au amepewa chaguo la yaliyotangulia yote kwa mitume wote, yakakusanyika kwake yeye, kwa sababu yeye amekuja kutimiza na yeye ndo amekuja kubeba majukumu ya mwisho. Wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabii Isa alayhi salam alikuwa anatoa taarifa kabla hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa wala hata kuzaliwa. Miaka iliyopita kati ya Nabii Isa mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama wa tarikh wanasema ni zaidi ya miaka 600, yani karne 6, zaidi ya miaka 600. Nabii Isa anazungumza na watu ambao anawajua hawatomwahi huyu mtume atakayekuja baada yake, kwa sababu yeye anajua atakuja baada yake, lakini atakuja wakati gani, atakuja lini. Lakini anamzungumzia mtu ambaye alikuja kudhihiri baada ya miaka 600 kwa Nabii Isa kuondoka. Angalia mtu huyu alikuwa ni mtu mkubwa kiasi gani, mpaka mitume waliomtangulia walikuwa wakiwaambia watu wao, walikuwa wakiwaambia kaumu zao kwamba atakuja mtu wa mwisho ndiye atakayekamilisha risala ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu. Kwa hiyo kwa sababu ya majukumu makubwa hayo, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mkubwa na ni mtukufu kuliko mitume wengine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naam, aliwahi kukataza kwamba watu wasifadhilishe mitume juu ya mitume wengine, lakini kusudio lake ni kwamba usimuinue mtume fulani daraja ukamsifu kwa kumdharau mwingine.
haimaanishi kwamba asibainishwe mtume kwamba yeye ni bora wa mitume wengine, lakini anachokusudia ni kwamba usimuinue yeye daraja ukaeleza sifa zake huku ukiwadharau wale mitume wengine. Hapo itakuwa ni kosa, lakini ukieleza tofauti zao walizopewa na Mola, hii ni amri ya Qur'ani. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Qur'ani yenyewe ishatuambia kwamba mitume walifadhilishwa na wakafanywa bora wengine juu ya wengine. Kwa hivyo ummat al-Islam ni umma ambao umetukuzwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Nabii Isa alayhi salam, angalia amezungumza lugha gani katika kueleza habari ya mtume atakayekuja baada yake. Wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israil, anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbuka pale aliposema Nabii Isa kuambia banu Israil, ya bani Israila, enyi wana wa Israeli, inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, musaddiqan lima baina yadayya, nimekuja kuthibitisha haya ambayo niko nayo ya Nabii Musa, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, wa mubashiran, na habari ya pili na sifa yangu ya pili baada ya kuja kuthibitisha na kusidikisha na kuona kwamba mafundisho ya Nabii Musa ndio mafundisho niliyokuja kutimiza. Aliwafahamisha wale wafuasi wake na jukumu langu la pili na responsibility yangu ya pili, mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nimekuja nimetumwa haswa kutoa habari na bishara na furaha ya mtume atakayekuja baada yangu. Tizama, Nabii Isa hakuja tu kueleza kwa ni information, alikuja kutoa habari ya furaha. Maana ya habari ya furaha ni kwamba hili jambo ni la kufurahikiwa, hili jambo ni la kushangiliwa, hili jambo ni la kufurahikiwa, kwa sababu maana ya bishara ni kupewa habari ya furaha. Ndio pale ukaambiwa unapokuwa katika munasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa umfurahikie mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wa Mola subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani wala haikubaliki kiakili kwamba Nabii Isa amekuja kutoa habari ya furaha ya kutumilizwa mtume baada yake atakayekuja, kisha iwe mtu hatofurahia bishara hiyo. Nani atakayepewa bishara kutoka kwa Mola, na maana ya bishara ni furaha na ni habari ya furaha, kisha asifurahike kwa habari ya kutumilizwa mtume kama huyu? Kwa hiyo kila tunapopitiwa sisi na munasaba huu wa mwezi wa mfungo sita, ni mwezi ambao unatukumbusha na kuturegesha katika historia yetu ya Kiislamu. Tunatakiwa sisi Waislamu ambao ni watu waliosifiwa kuwa na akili, liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun, liulil albab, liqaumi, yote hayo yamezungumzwa ndani ya Qur'ani kuambia watu wenye akili, na kwamba kila aliyeamini Qur'an na akawa ni mtu wa kuzingatia na kufikiria na kuwa na akili ni mtu mwenye akili. Sasa tunatakiwa tuishi katika mustawa wa akili yetu ya kiimani, tusiishi katika mustawa au level ya akili ambayo sio yetu sisi ya Kiislamu. Angalia, sisi tumepitiwa na munasaba, na munasaba huu unatukumbusha kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bitabiatil hal, kwa hali tu ya kawaida ya kibinadamu, wewe leo ukiwa umebarikiwa mtoto tu wa kawaida, unafurahika kwa sababu ya kuruzukiwa mtoto, neema ya mtoto. Na mara kawa kila ikikupitia muda huo wa kumpata yule mtoto au muda wa kupatikana wewe, hata kama hutofanya sherehe, lakini unakumbuka leo mimi ndio siku niliozaliwa. Yani unafurahia kwamba ni siku yako ya kuzaliwa. Mtu wa kawaida tu, wala inawezekana hata usifanye chochote wewe, lakini umekumbuka leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Lakini tujiulize, mimi na wewe kuzaliwa kwetu kunaongeza nini katika imani au katika dini au katika ulimwengu au katika jamii? Hakuongezi kitu. Lakini huyu bwana kuzaliwa kwake kunaongeza jambo, kwa sababu huyu bwana kila tunapomkumbuka tunazidi kumpenda. Huyu bwana kila tukimkumbuka tunazidi kumsoma. Huyu bwana kila tukimkumbuka tunazidi kujihisi kwamba sisi ni wafuasi wa bwana mkubwa kama huyu. Cha msingi, hatutakiwi tuwe tunawaza mawazo ambayo hayatupi faida, ya kushambuliana, ya kutoleana maneno,
ya kukatana, ya kuonana vibaya. Wewe unasherehekea, haifai kusherehekea, haifai kadha. Hebu tutoke katika level hiyo, tuje katika level sisi tuna nafasi ipi kumsoma huyu bwana? Tulimsoma kiasi gani? Tumekuwa karibu naye kiasi gani? Tunazielewa sunna zake kiasi gani? Tunaelewa shakhsia yake kiasi gani? Tumemsoma kiasi gani? Tumemfuata kiasi gani? Hii ndio maana halisi ya wewe kukumbuka kuzaliwa kwa mtume. Yani hata usipofanya jambo lolote hilo la kufanya watu kusanyika na kufanya na kadhaa na kadhaa, ni katika kuyatekeleza haya niliyosema, ya kujua kumjua mtume zaidi, kumsoma zaidi, kuzidisha mapenzi zaidi, kusikia sifa zake zaidi, kumswalia zaidi, kuzidi imani kwake zaidi. Haya ndio malengo ya watu kukumbuka masiku haya ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusiende katika mambo mengine ya kujadiliana kwamba nikifanya hivi itakuwa vipi, itakuwa haifai, hili lafaa, hili halifai. Hatuko hapo sisi. Tuje katika nafasi yetu ya kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam iko wapi? Tayib, na hili si jambo ambalo limehusishwa na mwezi fulani peke yake, mathalan Rabiul Awwal. Hili ni jambo la kila siku, linahitajika kwa Muislamu amemsoma mtume kiasi gani. Lakini Uislamu umetufundisha kukumbuka msimu wa jambo, yani Uislamu umetufundisha kukumbuka historia ya jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ndani ya Qur'ani, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, sisi tunakusimulia habari ya mitume waliokuwa kabla yako kwa sababu ya kuthubutisha kifua chako, kwa sababu utambue kwamba kuna mitume walikutangulia, waliteswa, walisumbuliwa, walipingwa, walikuwa kadhaa na kadhaa, ili wewe uje uwe katika hali ya thabat, uwe katika hali ya msimamo wa kusimama imara. Sasa ikiwa mtume ambaye ni bora wa viumbe, Mola amemsimulia habari ya mitume ndani ya Qur'ani na akamwambia tunakusimulia habari hizi kwa sababu ya kuthubutisha moyo wako, kwa sababu uzidi kuwa imara katika kulingania. Je, mimi na wewe kama Muislamu wa kawaida tunaposimuliwa habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa zake, akhlaqi zake, namna alivyopambana, namna alivyoamrisha mema, namna alivyokataza mabaya, namna alivyolea watoto wake, namna alivyoishi na waumini, namna alivyoishi na hata wasiokuwa Waislamu, namna alivyoishi na familia, namna alivyokuwa ni mtu wa kijamii, namna alivyokuwa ni mtu wa muamala mzuri, tutapata motisha na tutapata nguvu ya kuweza kujitambua sisi kumbe ni watu tuko sampuli gani, na ni watu bora kiasi gani, na ni watu tuna responsibility kiasi gani. Kila tunapomsoma mtume sallallahu alaihi wasallam tunazidi kumpenda na tunazidi kumfuata na tunazidi kuhuisha zile akhlaqi zake katika maisha yetu. Kwa imani wal Islam, nadhani hili hatuna mjadala nalo, la kwamba mimi na wewe, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, au kama qala. Mtume anasema mmoja wenu imani yake haikamiliki mpaka awe atanipenda mimi kuliko nafsi yake na kuliko watoto wake na kuliko wazazi wake na kuliko watu wote. Na hii ni amri ya Qur'an. Lakini tuje kwa hadithi tu, mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha kwamba mtu hakamiliki iman mpaka awe anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya nafsi yake, zaidi ya watoto wake, zaidi ya wazazi wake, zaidi ya watu wote. Sasa nikuulize, utampenda vipi mtu usiyemjua? Huku kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam ndio unazidi kutambua huyu mtu kweli alikuwa namna fulani, huyu mtu kweli alikuwa namna hii, huyu mtu alikuwa, yani mtume ana namna nyingi ya kusomwa. Unaposoma Shamailu Rasul iliyotungwa na wanazuoni kueleza hali na sifa za mtume sallallahu alaihi wa sallam, utaona maajabu. Hakuna mtu aliyeelezwa duniani kama alivyoelezwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alielezwa na Waislamu na akaelezwa na hata wasiokuwa Waislamu kwa kumtambua huyu ni shakhsia tofauti, huyu ni mtu tofauti katika ulimwengu. Huyu ni mtu aliyebadilisha ulimwengu kutoka kwenye jahilia, kutoka kwenye unyama, kutoka kwenye hali duni, kutoka kwenye hali ambayo ni ya maangamivu,
akaweka ulimwengu katika hali ya al-insaniya al-kamila, ubinadamu uliokamilika kama alivyoumba Mola, fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha. Mtume alikuja kutuweka namna hiyo. Ikhwata al-iman, hatutafautiani juu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunahitaji sote tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ashatwambia mmoja wenu hakamiliki imani mpaka awe atanipenda mimi kuliko watoto wake, wazazi wake na watu wote. La pili, hatutafautiani kwamba sote tumeamrishwa na Qur'ani, haswa Mola subhanahu wa ta'ala akituambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hatutafautiani juu ya hilo. Kila Muislamu ameamrishwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ametutaka haswa atakaye niswalia mara moja, basi Mola subhanahu wa ta'ala atamteremshia rahma na atamswalia kwa swala moja mara 10. Hii ni amri na hii ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri ya Qur'an. Hatutafautiani juu ya hilo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumetakiwa tumfuate, na Mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Anasema mmoja wenu hakamiliki imani mpaka matamanio yake na mapenzi yake na hawa zake zote ziwe zitafuata maamrisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe utakuwa unasema Mtume anataka hivi na mimi nataka hivi, lakini hii yangu haina chochote mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote hatutafautiani juu ya hilo, na sote hatutafautiani juu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tusiwe ni wenye kupoteza muda katika munasaba kama huu mzuri wa kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kuwa karibu na yeye. Angalia Qur'ani haijamzungumzia Mtume kiwiliwili, yani haijazungumzia dhahiri yake, ilimzungumzia batini yake zaidi kuliko dhahir. Kivipi? Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, amepewa sifa ya risala, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Hii ni sifa ya akhlaq, kwamba huyu ana chapa ya risala, huyu amepewa alama ya risala kama mtume wa Mola subhanahu wa ta'ala. Wama Muhammadun illa rasul, Muhammad hakuwa isipokuwa ni rasul. Baada ya kutambulishwa kwa sifa ya risala, Mola sasa anaanza kutubainishia yale aliyompatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia wa innaka la ala khuluqin adhim. Hii ni sifa ya tabia, si sifa ya mwili. Wewe uko juu ya tabia kubwa, yani wewe uko juu ya tabia njema. Kila tabia njema iko chini yako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe umekuwa juu ya tabia, yani wewe unaishi na tabia njema. Kisha akaambiwa tena wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Hii sifa pia ni sifa ya vitendo, si sifa ya mwili, ni sifa ya batin, kwamba huyu ni rahim, huyu ni mtu wa huruma, huyu ni mtu wa upole, mpaka yeye akatwambia laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ile rahma akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana implement kwenye matendo yake, akitwambia si katika sisi Waislamu yule ambaye hatomhurumia mdogo wetu wala hatomheshimu mkubwa wetu katika sisi. Kisha akasifiwa tena bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mpole na ni mwenye huruma. Utaona hizi sifa zote si sifa ya mwili wake, kwamba alikuwa mrefu, alikuwa mfupi, alikuwa mweupe. Hii haihusiki ndani ya Qur'an. Tunaelezwa sifa ambazo malengo yake ni sisi kuweza kufuata sifa hizo. Sasa kwa kuwa mara nyingine unapopewa sifa kwa sasa practical na yule mtu mwenye sifa ni huyu, basi utazidi kuchanganya sifa ya kumpenda na sifa ya kufuata. Hizi za Qur'ani zote zimetutaka sisi tumfuate, kwa sababu Mola anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi mna mfano mwema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kuna mtu role model, basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama, nenda ukasome, fungua kitabu cha Shama'il al-Muhammadiyya ya al-Imam Tirmidhi, tafuta kwa lugha unayoiweza wewe,
kwa Kiarabu, kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, kwa Kisomali, kwa Kiurdu, kwa lugha zote. Nenda ukasome mtume alikuwa anavaa vipi, mtume alikuwa anakula vipi, mtume alikuwa anatembea vipi, mtume alikuwa anajipamba vipi, mtume alikuwa akilala vipi, mtume alikuwa anazungumza vipi. Yani utaweza kuona taswira kamili ya namna mtume alivyokuwa. Maanake wewe ukipewa ile mtu anakudescribia namna ya yule mtu alivyokuwa, alikuwa mrefu, si mrefu sana, nywele zake zilikuwa nywele singa, si singa zilizonyoka sana, ni zile ambazo zina roll, mara nyingine zinafika mpaka kwenye hii sehemu ya shikio ya kushikwa, mara nyingine anaziachilia zinalala kwenye bega akiwa anafungia kilemba, mara nyingine anazichana zinateremka sehemu zote, kulia kushoto, kinyume na mbele, mara nyingine anatoa alama katikati akiziregesha kulia na kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa pete kwenye kidole hiki kidogo au hiki cha pili cha kulia ama cha kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na lihya akizipamba na kuzitengeneza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa nguo nyeupe siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa kilemba na kishali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nguo zake hazifagii chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa kupiga mswaki, ni msafi wa mwili na msafi wa mdomo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita sehemu watu wanapata habari leo amepita Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa harufu nzuri yake ya kikawaida, ile nature yake. Mtume alikuwa anatoa harufu nzuri na akiongeza na mafuta ya miski mara nyingi, kwa sababu ya kutufunza sisi, nyinyi ambao hamkuzaliwa na harufu ya kunukia ya kawaida, basi tafuteni harufu nzuri ili munukie vizuri. Yani hapo unapopewa taswira kamili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio pale utajua yule niliyetakiwa kumwamini ni huyu. Naweza nikamwaza sura yake iko vipi, naweza nikatasawara alikuwa mrefu, alikuwa mfupi, naweza nikatasawara alikuwa ni mtu tumbo lake halijatoka nje. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitembea kama vile mtu anateremka juu ya mlima, matembezi yake yalikuwa namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hacheki kwa sauti, anacheka kwa tabasam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dhihaka ambazo ni za ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo wewe kweli utakuwa wewe unafanya maulidi ya kumsoma mtume namna hiyo. Kwa hiyo hili suala la nafaa kumsherehekea mtume si swala la Muislamu kujiuliza. Sherekea unavyotaka peke yako ukitaka. Mimi nataka kumsherehekea kwa kusoma sira yake mwezi mzima, nimalize vol ngapi ya sira ya mtume, hiyo umesherehekea. Mimi nataka kukaa na watoto wangu niwafundishe tabia za mtume, alikuwa akila vipi, akilala vipi, akizungumza vipi, ushamsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume nataka kukaa na watu nitoe swala za mtume kwa wingi, ushamsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila namna itakayofanywa yafanywa kwa sababu ya kuleta meaning au maana kama haya ya kumsoma mtume na kuzidi kumpenda. Zile sifa za Qur'ani zilizotajwa ni za kutufanya tumfuate, na zile sifa zake za shamail ni za kutufanya tumpende, kwa sababu unapomfuata mtu unayempenda ni kamili zaidi kuliko kumfuata mtu usiyemjua. Ikhwata al-imani wal Islam, hakuna raha zaidi ya kumweleza mtu ambaye sifa hizo unazomuelezea nazo anazo, na hakuna uongo zaidi na dhiki zaidi ya kumsimamisha mtu ukamsifu na sifa hana. Utakuwa unafanya unafiki, na utakuwa unawadanganya watu, na utakuwa unamdanganya hata yeye anasifiwa, huyu bwana ni hivi, huyu bwana. Naam, kuna watu wanasifiwa nayo. Kuna mtu ni karimu, kuna mtu ni mpole, kuna mtu ni rahim, wako watu. Lakini wewe usimamishe mtu umpe sifa zote kisha awe zote anazo, haiwezekani ila mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ukimweleza mtume, wewe anaeleza nasikia raha, na anayeelezwa pia anasikia raha, kwa sababu anajua hizi sifa ziko kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utamu wa sifa ni kuelezwa mtu mwenye sifa ambazo anazo, unapoambiwa unaziona hizi amba zimedhihiri katika muamala wake na katika maisha yake. Nimesema haya kwa sababu tukimweleza mtume, mwenye kueleza hatochoka na wenye kuelezwa nao hawatochoka. Lakini kuna watu wana majukumu, kuna watu wana makazi zao, kuna watu wana shughuli zao,
kuna watu wana familia zao, na hayo ya kuchunga haki za watu ni katika malezi na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mtume anasema Mwenyezi Mungu anampenda mja ambaye akifanya kazi anaifanya kwa professional katika ile kazi yake. Uprofessional ya kazi ni uchunge time ya kazi, ni uchunge nidhamu ya kazi, ni uwe unachunga quality ya kazi, ni unachunga product zako vizuri. Yote haya ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ni kielelezo kwa mafukara, kwa maskini, kwa matabibu, kwa madaktari, kwa mainjinia, kwa wazazi, kwa wenye biashara, kwa matajiri, kwa wadogo, kwa wakubwa. Yani ile uswatun hasana, haiwezekani kwamba kuna generation fulani kwamba haitoweza kujifananisha na Mtume, kwamba wao wako nje ya sifa za Mtume. Haiwezekani. Ukimsimamisha kwa watu wakubwa, watamsoma na atalingana na wao, yani watalingana na yeye katika kumsoma sifa zake kama baba, sifa kama mlezi, sifa kama mfanyikazi, aliwahi kuchunga akawa mwaminifu. Ikhwata al-imani wal Islam, lau kila siku, wacha kila Ijumaa, kila siku katika Rabiul Awwal tukaamua kuweka muhadhara wa kueleza kitu kimoja tu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tutakava jamii mzima, na kila moja katika jamii amepata nafasi yake ya kujitambua, mimi kumbe nimezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini angalau ma la yudrakul kullu la yutrakul kull, ikiwa yote hayapatikani, basi angalau kila juma katika mwezi wa Rabiul Awwal tujifunze huyu bwana ambaye tumetakiwa tujifunze kwake yeye. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie kila la kheri. Ni muda ni mchache, na wakati kawaida pia ni mchache katika siku ya Ijumaa, na watu wana mashughuli zao. Mola subhanahu wa ta'ala awahifadhi ndugu zetu na maami zetu ambao wanasimamia msikiti kama huu, waloamirisha msikiti kama huu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wao awaamirishe, awaweke katika hali mzuri, siha mzuri, afya mzuri, kazi mzuri, maisha mazuri. Na sisi tulohudhuria hapa kuswali, wa kuswali na kuswalisha, wa kuzungumza na kusikiliza, wa kupita na wa kusikia, Mola subhanahu wa ta'ala pia awaamirishe na atuamirishe sote, ili tuwe ni waja wema katika umma bora chini ya mtume bora sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.